Kitu chochote katika maisha haya ambacho kinaleta self hate, yani kujichukia, hiyo unaingia mahali popote alafu wanafanya mpaka unajichukia. Something that is inakutoa katika utofauti wako, inakutoa in alignment to you. Hicho kitu lazima ukiondokee. Kuna mahali ambapo unaingia, either ni kanisani, either ni kwenye vikundi, either ni kazini, hata familia, unapata wanakutoa katika uwewe. They remove you from your utofauti. Kumbuka katika hii dunia utofauti wako ndio unaleta riski. Kuna mtu ako sawa katika uimbaji, kuna mtu ako sawa katika masuala ya acting, kuna mtu ako sawa katika masuala ya spirituality, kuna mtu ako sawa katika masuala ya wanajeshi, kuna mtu ako sawa katika masuala ya uimbaji. Hatuwezi kuwa same. Hata sasa huyu ni fundi wa nyundo, kila mtu anakuwa ni fundi wa nyundo. Lazima kuwe na yule ambaye anafanya nini? Anajenga, anaweka mawe, mwingine analeta hii, mwingine analeta hii. Mtu yote ambaye anataka akucontrol, akudominate, ukae katika njia zake, that is not a person for you. Anybody who has to, ndio maana huwa ninaambia watu we attract, we do not chase. Chochote ambacho kitakuwa ni cha kwako, it will come to you. You will not go to it. Wao wanasema the mountain will come to who? Muhammad. But Muhammad will not go to the mountain. Sijui ni semi za wapi hizo. Lakini you attract things but you do not chase things. Anyone who is going to remove you from your alignment. Alignment ni tofauti wako. Alignment ni kuna you have your dark side and you have your lighter side. Kutoka katika ugiza ndio utajua how to kujiweka sawa ili kukaa na wenzako. Because from your lighter side is when now you can be able to communicate with others well. So yoyote ambaye anataka utoe giza yako yote, you baki vulnerable, that person is not for you. That place is not for you. You need to find your people by staying aligned katika utofauti wako. Kuna watu mmetolewa katika utofauti wenu na ndio maana mnatatizika. Unaenda kanisani unakwambia Mungu anataka ukae hivi. God does not want you to be this way or this way. God wants you to be who you are because that is how he created you. Alikuumba na hasira hizo za kupitiliza, because kupitia hizo hasira za kupitiliza you can create something kupitia hasira. Either kwenda gym, either kukua mwanajeshi, anything you can use with your darker side to be creative. But kumbuka na hasira zako hizo. Kumbuka kanisa ama mahali popote pa spirituality kinakufundisha kubalance it so that you can be able to sit well with others, because ukiwa ni mtu wa hasira utahangaisha wengi. But if you turn it into creativity, unapata ikiinuka tu unaenda gym, inaisha huko. There are so many people who have fear, shame. If you turn shame into creativity, you'll become a very perfect person. Kuna so many things out here that you can turn your darker side to the lighter side na zikaleta hela. Ikiwa unahitaji huduma zangu, bonyeza link ipo kwenye profile, itakupeleka kwa huduma na malipo. Ikiwa unahitaji kusomewa birth chart yako, historia ya maisha yako, ama unahitaji kuangaliwa utatu wako, nyota yako, destiny yako na vitu vingine. Ikiwa unahitaji kufundishwa rituals za new moon, a full moon, retrograde, vitu kama hivyo, karibu sana. Ikiwa unahitaji kuchambuliwa ndoto, karibu sana. Na ikiwa unahitaji kuconsult, umefika wakati unauliza dada, mimi nianzie wapi, nifanyeje? Kwa sababu ndio uanze kusaidika, lazima shida yako ujue kama ni ya counseling ama ni ya spirituality. Karibu sana, nambari iko kwenye WhatsApp. Ikiwa unahitaji huduma zangu, bonyeza link ipo kwenye profile kupeleka kwa huduma na malipo. I hope umenielewa vyema.